nitaje yale muhimu ambayo pia na sisi anatuumiza vichwa na tunaendelea kuyafanyia kazi. Lalamiko la kwanza limekuwa ni stendi. Hizi stendi zimekuwa zikilalamikiwa kwamba mtu akilipa labda pengine kiingilio cha getini kuingia stendi, akaenda kukata tiketi ya basi, serikali mle inapata hela yake, lakini nakuaje mtu abiria akifika stendi anaenda tena kulipia huduma ya choo? Hii ni malalamiko ambayo kwa kweli abiria wamekuwa wakilalamikia, na sisi tumejaribu kutumia kila mbinu kuhakikisha tunafuatilia halmashauri zetu na majiji. Penzi mtazamaji, ili kuwa wa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha. Kwanza ni kushukuru sana ndugu mwandishi. Kwa majina naitwa Engineer Hashim Omar Ramadhani, ni katibu mkuu wa shirika la kutetea haki za abiria nchini Tanzania, kwa maana ya SHIKUHA. Niseme tu kwamba kwanza nataka kueleza umma kwamba abiria wana haki zao za msingi. Imekuwa ikitafsiriwa kwamba abiria hawana haki zao au wenyewe pia hawajui kama wana haki zao za msingi. Ndio maana kumekuwa na uonevu mwingi unatokea, lakini wanalalamika pembeni au wanakaa kimya. Lakini baada ya kuwa tumejitokeza, shirika la kutetea haki za abiria Tanzania wameweza kufaidika na sisi, lakini pia wameweza kutambua haki zao kupitia vyombo mbalimbali vya habari, lakini pia kupitia kwenye majukwaa yetu ya kijamii. Kwanza niseme kwamba abiria ana haki za msingi. Nitatoa tu baadhi kidogo. Kwanza, abiria anachotakiwa ni kusafiri salama, kuhakikisha anafika salama katika safari yake pasipo kubugudhiwa, pasipo kunyanyaswa na kutendewa haki za msingi kama abiria wengine wa ndege, wa meli, wa treni. Popote pale anaposafiri abiria lazima awe na haki zake za msingi na azitambue. Haki ya kwanza ni kuchajiwa nauli stahiki ambayo imependekezwa na LATRA, lakini nauli ambayo inafahamika na jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani. Hizo ndo haki zake za msingi. Kumekuwa na changamoto kubwa, unakuta mabasi wanachaji labda abiria labda nauli ya shilingi 70,000, mfano kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam au kutoka Dar es Salaam kwenda Mbeya wanachajiwa labda 70,000, lakini kihaki kisheria na kiutaratibu nauli zilizopangwa na LATRA ni shilingi pengine 50,000 au 60,000, kwa hiyo au 65. Kwa hiyo unakuta mtu anaongeza chaji chake pale kwa sababu ameweka wapiga debe, mwingine ameweka maagenti, wanataka wajilipe kupitia kwenye hizo nauli za watu ambavyo si sawa na si sahihi. Kwa hiyo sisi kama watetezi wa haki za abiria tunaingilia kati kuhakikisha tunajua na tunapambanua nauli zilizotengwa na zilizopendekezwa na LATRA ndizo zitumike kwa abiria wetu. Sio abiria anaenda kupanda gari na kupunjwa alafu anakuja kulalamika kwamba siatendewa haki. Sisi tunawashauri, tunawaelekeza wafike ofisi zetu au kufikia kwenye majukwaa yetu waweze kutoa malalamiko yao kwa kuonyesha ushahidi wa ticket ili tuweze kuwasaidia na kufuatilia mwenendo mzima wa kile walichochajiwa kama ndicho stahiki kwake. Naam, katibu wa shirika la kutetea haki za abiria Tanzania, ni labda ni malalamiko gani makubwa ambayo abiria wamekuwa wakiwasilisha katika shirika lenu, na ni hatua gani ambazo mnazichukua dhidi ya malalamiko hayo ambayo abiria wanakuwa wanayafikisha kwenu? Niseme tu nitaongea kwa uchache, lakini malalamiko ni mengi. Nikianza kueleza malalamiko hapa hatuwezi kumaliza kipindi ndugu mwandishi. Naam. Lakini naomba nitaje yale kwa machache. Naomba nitaje yale muhimu ambayo pia na sisi anatuumiza vichwa na tunaendelea kuyafanyia kazi. Lalamiko la kwanza limekuwa ni stendi. Hizi stendi zimekuwa zikilalamikiwa kwamba mtu akilipa labda pengine kiingilio cha getini kuingia stendi, akaenda kukata tiketi ya basi, serikali mle inapata hela yake, lakini nakuaje mtu abiria akifika stendi anaenda tena kulipia huduma ya choo? Hii ni malalamiko ambayo kwa kweli abiria wamekuwa wakilalamikia, na sisi tumejaribu kutumia kila mbinu kuhakikisha tunafuatilia halmashauri zetu na majiji kujua ni kwa sababu gani baadhi ya stendi zinachaji abiria kiasi cha pengine gharama ambazo hawakutarajia zitolewe. Unajua stendi nyingi wanaamini ni za serikali, kwa hiyo maana abiria inabidi aende ajisaidie bure kwa sababu kashalipia tiketi ya basi na kashalipa kiingilio cha kuingia pale stendi. Lalamiko la pili imekuwa ni ukatishwaji wa ruti. Hii ni kesi inaendelea hasa daradara hizi gari za daradara wanaita, lakini pia hata hizi costa pengine kutoka labda kwa mfano Gongo Mboto kwenda pengine Kivukoni, pengine labda kutoka Mwananyamala kwenda pengine kwenda wapi, kwa mfano hata pengine kwenda Kinondoni hivyo. Ni kwa sababu
gani wanakatisha ruti inapofika saa mida ya jioni, anakwambia kwa siwezi kufika, mwisho ni hapa. Na abiria nauli aliyolipa ni ya kufikisha pengine kilomita 20, yeye kaishia kilomita 10, alafu analipa nauli ile ile. Na ni malalamiko makubwa kutoka kwa abiria wetu, na ni changamoto ambazo tunahangaika nazo sana. Tunahakikisha abiria anapata kesi ya msingi kufikishwa kule alikopata tiketi kufika. Malalamiko mengine ni pale nauli zinavyokuwa tiketi ya tiketi za mashine. Na umezuka mtindo sasa hivi naonekana kama kuna tiketi za kubumba, za kubumba kama wanafanya forgery, wanafanya message ambayo pengine ni forwarded, ambayo si sahihi katika mtandao, ambayo imelipiwa nauli. Ukienda kukagua unakuta hiyo message haitambuliki na LATRA wala haimo kwenye mfumo. Kwa hiyo nayo imekuwa ni changamoto. Hawapewi tiketi za mashine, hawapewi tiketi mtandao. Maana yake ni nini? Wanaibia serikali. Mtu anatoa nauli ya shilingi 50,000 lakini hapewi tiketi. Akilalamika kuomba tiketi, anaandikwa tiketi ambayo ni ya forgery, anakuja kukuta pia kilichoandika pia sio chenyewe alichokipia. Kwa hiyo ni changamoto pia, na tunaiomba LATRA kupitia voice hii na kupitia kipindi hiki basi walifuatilia zaidi hizi tiketi zinazoingia kwenye simu za wateja. Zimekuwa nyingi za magumashi, za kufoji. Na lalamiko lingine ambalo naweza nikalitamka kwa haraka ni ujazaji wa abiria kupitiliza. Watu wanashindwa kupumua, watu wanakosa hewa. Makondakta na madereva wanakuwa na tamaa za kujaza mabasi yao. Unakuta gari labda pengine level 6 na abiria 40, lakini anajaza mpaka 40 abiria 60. Jambo ambalo limekuwa likisababisha ajali mara kwa mara, gari kuelemewa na kuzidiwa uzito ambao mstahiki kwake. Yaani malalamiko mengi kikweli, ndugu mwandishi. Katibu, umezungumza kwa uzuri zaidi na tumekupata vizuri kupitia hapa studio, lakini pia wasikilizaji na watazamaji wanaotufuatilia kupitia kipindi chetu hiki cha leo ndani ya Chawamata TV tumekupata kwa uzuri. Lakini pia ndugu Katibu, kuna ushirikiano gani nyinyi kama shirika la kutetea haki za abiria Tanzania na taasisi za kiserikali mfano LATRA na SUMATRA? Mna ushirikiano upi kuhakikisha kwamba abiria wanapata haki zao, wanapata kila kitu wanachokihitaji wanapokuwa safarini kutoka sehemu moja kwenda nyingine? Kwanza ni kushukuru na nikupongeza kwa kuuliza swali la msingi na swali zuri. Jambo lote ukiona limekuwa zuri basi na washirika. Sisi Shikua tumekuwa tukifanya vizuri na tumekuwa ni chachu kwa jamii nzima ya Kitanzania imekuwa ikinufaika na sisi kwa kazi yetu. Ni kwa sababu pembeni yetu tunao watu muhimu wenye mamlaka za kiserikali. Tumekuwa na LATRA kwa kazi, tumekuwa na jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani. Kwanza nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Habibu Suluo, ni mkurugenzi wa LATRA nchini. Amekuwa akitoa maelekezo kwa staff wake, amekuwa akitoa maelekezo kwa wafanyakazi wote, wafawidhi wote wa LATRA mikoa yote nchini kuhakikisha anatoa ushirikiano na kuhakikisha kila kero inayotolewa au changamoto inatatuliwa na inafanywa kazi. Na kweli wamekuwa wameattend kwa hilo. Iwe saa 7 za usiku, iwe saa 8 za usiku, iwe asubuhi, ukipiga simu unapokelewa na msaada unafanyika na kila kitu kinaenda vizuri. Lakini pili ni tume kwa CEO Traffic Tanzania. Huyu anaitwa kamanda wetu huyu wa jeshi la usalama barabarani Tanzania. Amekuwa naye pia ndugu William Mkonda. Amekuwa ni mtu bora sana kwenye jeshi la polisi upande wa kikosi cha usalama barabarani. Amekuwa ni mtu mwenye wito, amekuwa ni mtu mwenye ushirikiano mkubwa na shirika letu. Amekuwa ni mtu akipiga simu akiuliza, bwana watu wa Shikua vipi, mmefikia wapi? Shikua kuna tatizo gani mikoani kwenu? Shikua kuna tatizo liko sefari, hebu lifuatilie. Tumekuwa tukipewa ushirikiano mkubwa kwa maana kwamba hata maelekezo ameshatoa jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani mikoa yote kuhakikisha wanatoa ushirikiano na kero zote zinazotolewa na malalamiko ya abiria yote yanatatuliwa kwa wakati unaostahiki. Na hilo kwa kweli nimpongeze sana, nimpongeze kwa mara nyingine. Amekuwa kwa kweli ni mtu mzuri, ni mtu bora, ni mtu ambaye anahitaji maendeleo, lakini pia ni mtu ambaye anahitaji uonevu kwa abiria. Lakini pia niseme kwamba sisi kama Shikua tumekuwa tukifanya kazi kwa moyo mmoja, kazi ya kujitoa, kazi ya kuhakikisha tunasaidia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye kila kukicha hapendi kuona abiria wanalalamika, hapendi kuona majeruhi, hapendi kuona ajali. Na kama hii ilivyotokea Mbeya, unaona kabisa ni mama amesikitika kupoteza watu wake. Sisi kama Shikua na sisi tunaendelea kupambana kuhakikisha madereva tunapa semina, tunapa elimu, abiria pia tunapa elimu ni jinsi gani waenende katika vyombo vya moto, lakini pia katika usalama barabarani uweze kuzingatiwa kuepusha vifo na ajali zinazotokea kila mara.
Na labda kuna mafanikio yoyote ambayo makubwa umeyapata nyinyi kama shirika kuimarisha haki za abiria Tanzania kwa kupata huduma zao? Mafanikio yenu makubwa ni yapi tangu mmeanzisha shirika lenu la kutetea haki za abiria kwa pamoja Shikuha? Sisi kwanza niseme shirika letu tunalifananisha na umini. Tunalifananisha kama na ibada. Tunaifanisha ni kama ni sehemu ya sadaka. Sisi tunaamua kusaidia abiria, tunaamua kusaidia raia kwa maana kwamba tunajua Mungu ndiye atakayetulipa kwa sababu sisi tunaamua kujitoa muhanga. Kwa hiyo faida kubwa ya kwanza ni ile kuona pongezi, kuona simu nyingi zinatoka mikoa mbalimbali, kuna mtu anatoka Mbeya na kupigia mtu wa Mwanza kuomba msaada, kuna mtu wa Shinyanga na kupigia simu wa Lindi kupata msaada. Ni maana yake nini? Ni faida ambazo tumezisambaza nchi nzima kutambua kwamba tupo na msaada wetu ni mkubwa na mafanikio ni makubwa. Kwa hiyo ni faida kubwa. Unajua sisi mshahara wetu mkubwa kwanza ukipongezwa ni mshahara tosha. Ukipongezwa kwa kazi nzuri uliyoifanya ni mshahara tosha. Ujumbe unafika kwa kila jamii. Kwa hiyo moja kwa moja niseme kwamba faida tulizopata kwanza ni kubwa, watu wametambua haki zao za msingi. Jambo la kwanza ni hilo, haki za msingi, kila mmoja atambua haki zake. Ilikuwa kuna kipindi nafikia abiria wanaburuzwa wanapelekwa jinsi wanavyotaka tu. Gari inakimbizwa mtu anavyotaka, dereva anaongea na simu, anapiga kwenye mashine, anapiga bumps, hawaongei. Anaona akiongea atashushwa njiani. Lakini sasa hizi abiria anasimama katikati ya basi anasema dereva unachokifanya sicho, conductor unachokifanya sicho, na abiria wote wanapaza sauti na kuweza kumunga mkono. Lakini zamani ulikuwa ukisimama kama abiria kuongea kuhusu kumkemea dereva, basi wanakuangalia wewe unakuwa kama ni mtu wa ajabu, ni mtu snitch, ni mtu ambaye hufai. Unakuwa mpweke katika basi mpaka safari inafika, basi hauna mshirika. Lakini sasa hivi wamekuwa wote wakipaza sauti, wamekuwa wote wakishirikiana, wamekuwa wote wakitoa maelekezo kwa dereva, hata kusana hizi TV zinazoonyesha picha za ajabu kwenye mabasi, watu wana watoto, wote wamekuwa wakipaza sauti. Kwa hiyo hizo pia ni faida, sababu tunatengeneza kizazi cha baadaye ambacho kitakuwa kimejifunza kwa maadili. Sio kizazi ambacho tunaangalia picha za ajabu kwenye mabasi, matokeo yake tunakuja kupata ukatili, watoto kubakana, watoto kulawitiana, ni kwa sababu zile picha wanaziona katika mabasi na wanaona watu wazima wanaona, basi wanaona kitu cha kawaida. Kwa hiyo ni faida tunaendelea kutengeneza jamii yetu kupitia vyombo vya habari, lakini pia majukwaa yetu na pia katika elimu tunayoitoa, elimu inafika. Turejee sasa hawa madereva ambao wanawapakia abiria kwenye magari yao, nazungumzia magari makubwa hawa. Ushauri wako ni upi? Lakini pia swali lingine ni kwamba mipango yenu ya muda mfupi na ule mrefu katika kuhakikisha kwamba abiria wanapata huduma iliyo bora, salama na kwa gharama nafuu, unawaambia nini hasa? Mimi ninachoweza kuwaambia ni kwamba bado Shikuha tunaendelea kuweka mikakati mizuri na serikali kuhakikisha tunapata vipeperushi vya kutosha, kuhakikisha tunapata stika za kutosha za kubandika kwenye mabasi na kubandika kwenye vyombo vya usafiri mbalimbali, na zile vipeperushi vitakuwa ni faida kwa wasafiri. Anapoondoka anaondoka nacho kupeleka kwenye familia yake. Familia inatambua kwamba anaposafiri kutoka kituo moja kwenda kituo cha pili, basi haki zake za msingi ni hizi. Sio kufika kituo fulani anambeba hapa siendi huko, nimeishia hapa, anageuza gari anapakia abiria wengine kwenda sehemu nyingine. Kitendo ambacho ni kosa la sheria. Na ndio maana tunasema tunashirikiana na upande wa LATRA kuwapiga faini kubwa. Sio zile faini ndogo, faini kubwa ili kusudi wajifunze makosa wanayofanya. Kwa hiyo ninachoweza kuambia ni kwamba wawe na amani na waamini kabisa kwamba sisi tuko kazini na kazi yetu imetukuka na serikali inaitambua kazi yetu, na sisi tunaendelea kupambana kuhakikisha abiria wote wanatambua haki zao za msingi na kuweza kupata zile haki ambazo wanastahili. Kwa mfano, unakuta basi inadirikia porini, dereva conductor watoi taarifa kwa abiria wao waliowabeba, anaingia chini ya uvungu, anaanza kupiga vyuma, abiria wapo ndani ya basi. Ile gari ina mfumo wa umeme, zikipata short zile nyaya huku ikapata moto, watu wanaungulia kwenye gari. Lakini waambie abiria gari yetu imepata tatizo 1 2 3, wanashuka, wanasubiri mita kadhaa, gari inatengamaa, wanapanda kuondoka. Na hivyo kama kwa upande huo wanaingia sheri pia, wanaenda kunywa mafuta na abiria wako ndani ya basi, lakini hakuna abiria yote anayepaza sauti basi kushukeni kwanza. Hii yote ni mapungufu na ni mambo ambayo tunaendelea kuyatolea elimu, na kila mmoja anayesikiliza katika habari hii basi naomba azingatie hilo. Hata akiwa mmoja apaze sauti, tushukeni kwenye basi lisiingie sheri tukiwemo ndani, au tushukeni kwenye basi lisitengenezwe na sisi tukiwa ndani ya basi. Kwa hiyo sisi mipango yetu ya muda mfupi na muda mrefu ni kwamba tunaendelea kuweka mipango mizuri kuhakikisha kila abiria akishatambua haki zake, basi tutahakikisha tunafungua ofisi kila mkoa, kuhakikisha tunafanya kazi kwa pamoja na ofisi za LATRA, tuwe na mtu wetu wa Shikuha, kuhakikisha kila tukio linalotokea basi mtu wa Shikuha aweze kufanya uchunguzi kwanza, apate majibu sahihi, ili hata inapofika pale LATRA basi iwe ni kutolewa adhabu, sababu ushahidi tayari unakuwa umeshatolewa. Kwa hiyo mipango yetu ya kuhakikisha kila stendi ilipo na mtu wa Shikuha yupo, kila jeshi la polisi lipo na kila LATRA walipo na Shikuha yupo. Na mimi tutatokomeza hivi vitendo viovu ambavyo vinaendelea kati ya makondakta na madereva wetu. Lakini pia hata wamiliki wapate ujumbe kupitia
kipindi hiki. Wamiliki wamekuwa nao ni changamoto, watengeneze magari yao kwa wakati. Unakuta gari inatoka Mwanza kwenda Dar es Salaam, inafika inapakia tena bila kurudi Mwanza. Hiyo gari imefanywa service saa ngapi? Hiyo gari una uhakika ina uzima kiasi gani? Kwa hiyo maana mara nyingi nilikuwa kuna tatizo yanatokea sababu ya nini? Ya uchovu wa chombo. Lakini pia hata driver anachoka, unakuta saa nyingine ni madereva wawili lakini muda ule wa kupumzika wanaukosa. Analala dakika 20 amka uendeshe chombo. Kwa hiyo matokeo yake mwisho wa siku anafika katikati ya safari anapata usingizi, gari inaingia polini, anaua watu zaidi ya 30. Hii pia nayo ni changamoto. Kwa hiyo matajiri wakumbuke kupitisha support ya kufanya service ili kusudi tu na vyombo salama na abiria na madereva wao waweze kupumzika muda wa kutosha. Nikushukuru sana kwa muda wako Katibu Hashim Omari, na niseme asante na nikutakie majukumu mema ya ujenzi wa taifa. Kumbuka hii ni Chawamata TV. Neno lako sasa la mwisho kwa upendeleo zaidi, kuna lolote ambalo unatamani kuzungumza kupitia Chawamata TV kwa Watanzania kwa ujumla, lakini pia kwa watu wote wanaokusikiliza kupitia chombo hiki cha habari cha Chawamata TV? Neno la mwisho naweza kulisema kwamba abiria wote, raia wote walioko nchini Tanzania waendelee kufuatilia kabisa SHIKUA inafanya nini na inasaidia vipi katika vyombo vya moto, lakini pia waweze kuchukua mawasiliano yetu na kuweza kutupasha habari mbalimbali zinazoendelea katika mikoa yao, katika safari zao. Wengine wanaharibiwa magari usiku wa manane porini, wanakosa msaada. Mimi wanipigie muda wowote, nitawasaidia na nitafanya mawasiliano pamoja na jeshi la polisi kupitia kwa RTO, kupitia kwa RPC, kupitia DTOs wa wilaya. Wote tunashirikiana muda wote kuhakikisha tunasaidia abiria wetu ambao wanapata matatizo njiani. Labda jambo la mwisho pia naweza kulisema kwamba kwa kupitia namba hii basi watupigie, waombe kujiunga na majukwaa yetu ili waweze kujua kile kinachoendelea na waweze kuwa mabalozi wazuri. Unaweza ukataja namba za simu ili kwa mtazamaji au msikilizaji anayefuatilia kipindi hiki kama atapata changamoto kwa sababu kipindi kinaenda kuruka, kipo live kabisa hapa, anayekusikiliza aweze kukupigia simu au kupiga simu ili kuweza kupata tatizo au changamoto yake aweze kuielezea kwenu. Naam, karibu, nashukuru. Namba yangu ni 0784 609 narudia 0784 609 na ya Vodacom 0767 609. Namba hiyo itumike kwa watu wanaoomba kujiunga, lakini pia itumike kwa watu ambao wanahitaji kutoa malalamiko yao au safari zao zenye shida mbalimbali katika safari walizopo. Nikushukuru sana na kila laheri. Nashukuru sana kwa kipindi chema, kila laheri pia. Asante sana. Na mtazamaji na msikilizaji wa Chawamata TV, huyo tumetoka kuzungumza naye ni katibu wa shirika la kutetea haki za abiria Tanzania, ndugu Omari Hashim, ambaye ni katibu wa kutetea haki za abiria Tanzania kwa maana ya SHIKUA. Ni shirika ambalo lipo kwa ajili ya kutetea abiria wanaosafiri ndani lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Tumeweza kuzungumza naye mtazamaji lakini pia msikilizaji kupitia chombo hiki cha Chawamata TV na kuweza kupata mengi kiundani zaidi. Ametuelezea mambo kadha wa kadha ambayo wewe kama abiria una haki ya kuyapata pale ambapo unapofanya safari zako kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, au wale ambao wanasafiri kutoka ndani ya Tanzania kuelekea nje ya Tanzania. Kufikia hapa mtazamaji lakini pia msikilizaji wetu kupitia kipindi hiki, naitwa Dickson Bisare na hii ni Chawamata TV. Tunazungumza moja kwa moja kutoka hapa Tabata Mwananchi jijini Dar es Salaam, na niseme kwamba kama hujapata nafasi ya kusubscribe channel yetu basi nikwambie hujachelewa. Ingia pale YouTube, andika neno Chawamata TV, na Instagram ni Chawamata TV, lakini pia X ni Chawamata TV. Mtazamaji, ingia pale, subscribe channel na ili uweze kuwa wa kwanza kupata habari ambazo zitakuwa zina kujia wewe ndani lakini pia nje ya mipaka ya Dar es Salaam. Nasema asante na endelea kubaki nasi. Hii ni Chawamata TV. Chawamata tupanda na kamoyo shwari, nguvu zetu zinaweka usafirishaji wazi, kidumu chama abiria mikono hai, Chawamata mshikama.